Asanteni sana. Mheshimiwa Hemed Suleimani Abdallah, makamu wa pili wa rais, Mheshimiwa naibu spika wa baraza la wawakilishi, Mheshimiwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo, Mheshimiwa Idrisa Kitwana, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, Waheshimiwa wakuu wa wilaya mliopo, katibu mkuu kiongozi, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu, wajumbe wa kamati kuu ya CCM pamoja na wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM mliopo, mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa, mwakilishi wa EU, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, viongozi wa mashirika na taasisi mbalimbali wakiwemo UN Women, UNICEF, UNFPA na wengine mliopo, viongozi wa vyama vya siasa na taasisi za kiserikali na zisizo za kiserikali mliopo, viongozi na wana majukwaa nyote mliopo hapa, waratibu wa wanawake na watoto, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wawakilishi, madiwani na masheha, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Nami naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka huu wa 2025. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi na wafanyakazi wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika siku hii muhimu kwa wanawake wa Zanzibar na wanawake duniani kote. Natoa pongezi kwa kamati ya maandalizi ya shughuli hii pamoja na watu wote waliochangia katika kufanikisha maadhimisho ya mwaka huu kwenye siku hii ya wanawake duniani. Naomba niseme kwa dhati ya moyo wangu kwamba nimeona jeshi kubwa la wanawake ambao mpo hapa. Piga makofi kwa Dr. Mwinyi, piga makofi. Piga makofi kwa... Siku zote nimekuwa nikijua kwamba ukitaka jambo lako liwe, mkabidhi mwanamke. Leo mmenithibitishia tu kwamba kauli hiyo ni sahihi, na mimi nataka nikuhakikishieni kwamba nitaendelea kufanya juhudi za kuhakikisha kwamba wanawake wanapata nafasi nyingi zaidi katika serikali yetu. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, leo tumekusanyika hapa kwa madhumuni ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Hii ni siku maalum inayotukumbusha mchango mkubwa wa wanawake katika jamii, katika uchumi, siasa na maendeleo kwa ujumla. Maadhimisho ya siku hii ni fursa ya kutathmini hatua tulizopiga katika harakati za kuleta usawa wa kijinsia na haki za wanawake, sambamba na kutafakari changamoto zinazowakabili kama vile ukatili wa kijinsia, ubaguzi na ukosefu wa fursa sawa, ili kuihamasisha jamii kuchukua hatua mwafaka za kukabiliana na hali hiyo. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa wanawake wanapata fursa sawa za kiuchumi kupitia sera na mipango mbalimbali ya uwezeshaji. Kwa mfano, kupitia wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, kati ya jumla ya wanufaika 34,746, wanawake 17,811 wamenufaika, wakichangia asilimia 51.2 ya wanufaika wote. Aidha, hadi kufikia mwezi wa Disemba 2024, serikali kupitia wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi imewezesha utoaji wa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 34.9, ambapo shilingi bilioni 21 sawa na asilimia 60 zimeelekezwa kwa wanawake.
Ndugu viongozi na ndugu wananchi, dhamira ya uwezeshaji wanawake ni kuhakikisha kuwa wanapata nafasi kubwa ya kushiriki katika uchumi. Uwezeshaji wanawake kiuchumi una lengo la kumkomboa mwanamke kwa kumpatia fursa mbalimbali za maendeleo na kumlinda dhidi ya utegemezi wa kiuchumi. Katika kuhakikisha lengo hili linafikiwa, tunapaswa kuzingatia mambo yafuatayo. Kwanza, kuimarisha majukwaa ya uwezeshaji wanawake katika ngazi ya mikoa, wilaya na shehia. Pili, kuweka mfumo madhubuti wa usimamizi wa majukwaa haya kwa kuainisha majukumu ya viongozi katika kila ngazi. Na tatu, kuandaa mwongozo wa kuendesha majukwaa ili kuhakikisha wanawake wanapata mwongozo bora wa kutumia fursa zilizopo ipasavyo. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kwa lengo la kuhakikisha dhamira hii inafanikiwa ipasavyo, naziagiza ofisi za makamu wa pili wa rais na wizara inayoratibu masuala ya majukwaa kushirikiana na ofisi ya rais kazi, uchumi na uwekezaji, ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa na idara maalum za SMZ, wizara ya biashara na viwanda pamoja na wadau wengine wote kuandaa utaratibu wa kuhuisha majukwaa haya ili yalete matokeo yanayotarajiwa. Aidha, mwongozo wa uanzishaji na uendeshaji wa majukwaa unapaswa upewe kipaumbele ili kusaidia kutatua changamoto zinazoweza kujitokeza, ikiwa ni pamoja na kuandaa kanuni za uendeshaji wa majukwaa haya. Katika hili, ni wajibu wa taasisi zote zinazohusika kushirikiana kwa karibu na serikali ili kuhakikisha malengo ya uwezeshaji ya wanawake yanafanikiwa. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, nakupongezeni kwa kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu 2025 inayosema ushiriki wa mwanamke na msichana ni kichocheo cha maendeleo. Kwa hakika, ujumbe huu unatupa fursa ya kuhamasisha wanawake kujitokeza na kushiriki katika shughuli za kiuchumi, kijamii na kisiasa, ambavyo vyote kwa ujumla vinalenga kuchochea maendeleo. Ujumbe huu unasisitiza haja ya kuwekeza kwenye masuala ya kiuchumi kupitia vikundi mbalimbali vya ujasiriamali na kupambana na masuala ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia. Natumia fursa hii kutoa wito kwa wanawake kujitokeza kwa wingi katika kugombea nafasi mbalimbali za uongozi muda utakapowadia, ikiwa ni hatua moja wapo ya kupata fursa za kuongeza idadi ya wanawake katika vyombo vya kutoa maamuzi na kuandaa sera mbalimbali za maendeleo ya nchi yetu kwa faida ya wanawake wenyewe na taifa kwa ujumla. Katika hili, nataka niongeze kwamba katika uchaguzi unaokuja nitafurahi sana kuona wanawake wengi zaidi wanashiriki kugombea nafasi mbalimbali. Kama nilivyosema awali, ninayo dhamira ya kuongeza idadi ya wanawake katika serikali kwa ngazi zote. Tunapokuwa na wilaya 11, ningependa kuona angalau wanawake 5 mpaka 6 wanakuwa wakuu wa wilaya. Tunapokuwa na mikoa 5, basi angalau wanawake 2 mpaka 3 wawe wakuu wa mikoa. Ningependa nione idadi ya makatibu wakuu inaongezeka wanawake, idadi ya wakurugenzi inaongezeka, idadi ya mawaziri inaongezeka. Nchi yetu imebahatika kuwa na rais wa Jamhuri ya Muungano mwanamke. Hakuna sababu kwa nini siku moja tusipate rais mwanamke wa Zanzibar. Lakini hiyo baada ya miaka 5, sio sasa hivi. Lakini uwezo upo na nia tunayo. Kwa hivyo tutahakikisha tunaongeza idadi ya wanawake katika nafasi mbalimbali katika nchi yetu. Ndugu zangu,
Kwa kumalizia, napenda kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuweka misingi madhubuti ya kuwawezesha wanawake kiuchumi kwa kuweka mazingira bora ili kufanikisha azma hiyo. Ni imani ya serikali yenu kuwa mwanamke mwenye fursa anaweza kuinua ustawi wa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na kushukuruni nyote kwa ushiriki wenu katika maadhimisho ya siku hii adhimu ya wanawake duniani. Walionitangulia kuzungumza hapa, mkuu wa mkoa na makamu wa pili wa rais, wamesema basi tuwashajiishe wanaume waweze kuwapa zawadi wake zao katika siku hii muhimu. Makamu mwenyekiti wa UWT amesema mimi mke wangu nishampa toka jana. Nataka niwaambie wanaume wenzangu, mimi mke wangu nampa zawadi kila siku. Kwa hivyo lile baibui alokuwa amesema Kirobo hapa la 1.5 milioni, yale mke wangu anayo mengi tu yale. Tunao wajibu wa kuwapa zawadi wake zetu na watoto wetu wa kike. Kwa kweli maisha hayafikiriki bila ya uwepo wa wanawake. Kwa hivyo naomba nimalizie nasaha zangu kwamba nchi yetu inaingia katika uchaguzi. Tunalo jukumu la kuhakikisha amani, utulivu na umoja wa wananchi. Lakini tuna jukumu vile vile la kuhakikisha kama tunavyofanya sasa hivi katika uandikishaji kwa amani na utulivu, tunaingia katika uchaguzi katika hali hiyo na tunatoka katika uchaguzi tukiwa wamoja, amani na utulivu katika nchi yetu. Kwa sehemu kubwa nawategemea sana wanawake katika kutuongoza katika uchaguzi unaokuja. Nilisema awali na makamu wa pili kasema, kura za wanawake ni za uhakika. Sisi katika chama cha CCM hilo tunalitambua, na ndio maana tuna jumuiya zetu zenye nguvu kabisa za jumuiya ya wanawake na nyinginezo, lakini tunatambua nguvu za wanawake katika kila jambo. Kwa hivyo tunaendelea kukutegemeeni ili muweze kutuvusha katika uchaguzi unaokuja. Tumwombe Mwenyezi Mungu aizidishie nchi yetu amani, umoja na mshikamano. Baada ya kuyasema haya, sasa napenda kutangaza kwamba mwongozo wa uanzishwaji wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi hapa Zanzibar wa mwaka 2025 pamoja na mpango wa kitaifa wa kupinga udhalilishaji kwa wanawake na watoto nimevizindua rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.